mchezo wa dabi, kwa hiyo wachezaji wengi walikuwa wamechoka, lakini sisi kama wachezaji wajibu wetu ulikuwa ni kupambana na kuweza kutetea taji letu. Kikubwa tumepambana na tumeweza kutetea taji letu. Ilikuwa ngumu kwa sababu Singida wana timu nzuri, wanapambana, kwa hiyo ni kufocus tu. Kwa hiyo sisi tunachoshukuru tumepambana pia, ndio maana tumefanya vizuri. Ulikuwa ni msimu mgumu sana, msimu wenye kupanda na kushuka, na tukio kubwa ni zidi mechi ya Tabora ambayo tulifunga goli 3 nyumbani, lakini sisi kama wachezaji tukarudi kwenye mstari, tukafocus na tumeweza kutetea taji letu. Nini ambalo mnawaambia mashabiki zenu? Lipi sasa nijibu? Maana nimeulizwa mawili hapa. Unasema? Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa upande wako kuweza kupata mshambuliaji wa Singida dakika 40 sana na kupata kadi nyekundu leo? Ilikuwa ngumu sana kwa sababu tulikuwa tumejiandaa na tulikuwa tunashirikiana, kwa hiyo kila mchezaji alitimiza wajibu wake. Tumeweza kufanya vizuri. Huwezi kumwongelea mchezaji mmoja kwa sababu walikuwa wanacheza kama timu. Kikubwa tumeshinda, tunashukuru. Dickson, ukiitwa captain wa makombe unalipokea hilo? Nalipokea, lakini kabla yangu mimi kuna kapteni mkuu ambaye ndo anatuongoza na anatufanya sisi kuwa bora kila siku. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wenzake tuseme tunamshukuru kwa uongozi wake, na tulikuwa chini tunamfuata yeye kama mtu wa mfano na tunampongeza pia. Sawa, tarajie nini msimu ujao ndani ya Young Africans? Utakuwa bado humo ama? Kikubwa tusubiri kwa sababu naenda kumaliza mkataba, kwa hiyo hayo mengine yakishakuwa sawa kila mtu atajua. Mpango wako? Tuombe dua tushaomba. Ile kubonda ndani ya Jangwani ama? Kila kitu kinawezekana. Kikubwa ni maelewano mazuri na maongezi mazuri, kila kitu kinawezekana. Sasa mmepoteza dhidi ya Young Africans kwenye mchezo leo. Je, kama wachezaji mnaweza kujivunia msimu huu mara baada ya kuingia finali na kushinda nafasi pili? Kwanza tunamshukuru Mungu, maana hii ligi ilikuwa na timu zote 16 na tunamshukuru Mungu sisi tumepambana mpaka tumefika finali. Kupoteza ni jambo la kawaida kwenye mpira bwana, huwa kuna mistake tumekubali, tumefanya mistake ndio tunaadhibiwa. Pengine mchezo wa leo ama finali ya leo, Kennedy, kwenu kama wachezaji imewapa funzo la namna gani katika kujiimarisha upya? Mchezo wa leo of course kuna baadhi ya makosa tulikuwa tunafanya, ni kawaida kwenye mpira kufanya makosa kama yale, ila mwalimu ndo alikuwa anaangalia kwamba ni wapi ambapo tulikuwa tunakosea na ni wapi ambapo ataenda kurekebisha msimu ujao. Kupaniki kwenye mchezo, kujibishana na maamuzi imewatoa mchezoni? No, sio kweli, ni kawaida ya mchezo. Of course tumefika malengo, maana tulikuwa tunasema kwamba tunaanza ligi lazima tuwe nafasi ya 4, tushiriki Champions League afu tuweze kuingia finali, na vyote tumefanikisha. Ni jambo ambalo tunamshukuru Mungu pia. Hebu rudia. Kuna ngumu gani kukabana na wachezaji kama Mzizi? Wewe ni una experience, lakini Mzizi ameweza kuscore finali na mchezo uliopita pia ameweza kuscore. Na unajua bana, striker kama striker sio kwamba muda wote striker ambaye anamtengenezea mpira ni viungo vyake, maana mpira mkishafanya mistake katikati, nyie mabeki mtakuwa mko disorganized, kwa hiyo yule atakuwa anaona mpira unakujaje. Kama ukiangalia goli la pili tulichokifanya, wamepoteza pale kwenye viungo, angalia tulivyokuwa sisi wote tulikuwa tupo wide, yeye akapita katikati yetu na mpira sisi wote tulikuwa tunajua kwamba tunakoshambulia, kwa wakapata nafasi wakapiga counter attack ya faster, ndio wakaenda kupata goli la pili. Hilo uwezo ukasema kwamba eti tumefanya ni mistake ambayo tumeifanya sawa, lakini sasa ni vigumu sana kuja kuikava hiyo mistake ambayo Mzizi alipokuwa. Asante. Mchezo wa dabi, kwa hiyo wachezaji wengi walikuwa wamechoka, lakini sisi kama wachezaji wajibu wetu ulikuwa ni kupambana na kuweza kutetea taji letu. Kikubwa tumepambana na tumeweza kutetea taji letu. Ilikuwa ngumu kwa sababu Singida wana timu nzuri, wanapambana, kwa hiyo ni kufocus tu. Kwa hiyo sisi tunachoshukuru tumepambana pia, ndio maana tumefanya vizuri. Ulikuwa ni msimu mgumu sana, msimu wenye kupanda na kushuka, na tukio kubwa ni zidi mechi ya Tabora ambayo tulifunga goli 3 nyumbani, lakini sisi kama wachezaji tukarudi kwenye mstari, tukafocus na tumeweza kutetea taji letu. Nini ambalo mnawaambia mashabiki zenu? Lipi sasa nijibu? Maana nimeulizwa mawili hapa. Unasema? Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa upande wako kuweza kupata mshambuliaji wa Singida dakika 40 sana na kupata kadi nyekundu leo? Ilikuwa ngumu sana kwa sababu tulikuwa tumejiandaa na tulikuwa tunashirikiana, kwa hiyo kila mchezaji alitimiza wajibu wake. Tumeweza kufanya vizuri. Huwezi kumwongelea mchezaji mmoja kwa sababu walikuwa wanacheza kama timu. Kikubwa tumeshinda, tunashukuru. Dickson, ukiitwa captain wa makombe unalipokea hilo?
Yeah, nalipokea, lakini kabla yangu mimi kuna kapteni mkuu ambaye ndo anatuongoza na anatufanya sisi kuwa bora kila siku. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wenzake tuseme tunamshukuru kwa uongozi wake, na tulikuwa chini tunamfuata yeye kama mtu wa mfano na tunampongeza pia. Sawa, tarajie nini msimu ujao ndani ya Young Africans? Utakuwa bado humo ama? Kikubwa tusubiri kwa sababu naenda kumaliza mkataba, kwa hiyo hayo mengine yakishakuwa sawa kila mtu atajua. Mpango wako? Tuombe dua tushaomba. Endelea kubonda ndani ya Jangwani ama? Kila kitu kinawezekana, kikubwa ni maelewano mazuri na maongezi mazuri, kila kitu kinawezekana. Sasa. Ya kitu kwanza tutakulisha Mungu shukrani. Of course unajua Singida Black Stars ni project, na of course ni step ya kwanza kwa katika finali. Reality mentality tulitaka kushinda ubingwa kwa sababu kombe hili, lakini of course tulikuwa tunajua tutapata timu ambayo imezoea kushinda mataji, so mentality yetu ni hivi simple. Of course tunataka kupata ile CAF ticket, hizo ndio reality. However mali tumefikia kama club sasa hivi, timu imekuja finali, sivyo? Tunataka tuweze ku make ambition, tukue very ambitious that tunataka kushinda ligi, tunataka kushinda makombe ambayo yako pale ya kugombea. For example, sasa hivi tunaenda CAF, haifai tuende tukaangalia group stages. No, inafaa tuende kutafuta ubingwa wa ile kombe. Hiyo ndio mentality tuko nayo. So mimi siangalia ile mechi, hii ni benchmark, hii ni step. Maybe kuna wachezaji kwa mara ya kwanza wanacheza finali, sivyo? So inamaanisha kuna profile ambao wameongeza. So it's a plus to us. Tulitaka kushinda kikombe, lakini however as a team lazima tu continue to push our objectives, which at the end of the day today atakuwa lucky to win the trophy. Coach, mlianza vizuri, lakini baadaye ikatokea kama ramsha hivi, wachezaji wako wakapoteza umakini na concentration kwa mechi. Sababu hasa iko nini? Yeah, of course tulijua sehemu ambayo Yanga wamekuwa dominate teams. Of course wamekuja behind the ball very quick, wanaenda na fast attack, so wako na very explosive attack. Nafikiri tulicontrol vizuri dakika 33. So ukiangalia zile bao ambayo Yanga ametufunga ndio zile ambazo tahadhari nilipewa wachezaji wangu. So kitu ambayo tulifanya, hatukuwa na resilience enough kuwa control to the entire game. Si only first half, si only second half, kwa sababu tulisema hatutaki concede, na the only way you can concede against Yanga is through transition. So nilikuwa right, strength ya Yanga ni nini, na of course wachezaji wangu juu ya kuconcede tulikuwa na opportunity. Maruf Shakai kumekuwa na against one, so super save from keeper wa Yanga, of course kwa keep Diara, kwa keep in the game. However kama team sometimes you live to fight another day. Asante coach.